Kuna taarifa ya mamake Majakunta kuweza kufariki dunia wakati katika mihangaiko yake ya kibiashara. Na huaga mamake Majakunta anafanya biashara ya samaki, hivyo amefariki katika safari yake kwenda kuchukua samaki kusini. Lakini kwa maelezo zaidi mwenyewe Majakunta amehojiwa na waandishi wa habari akielezea kuhusiana na masuala ya mamake kuweza kufariki na sababu hasa za kuweza kufariki. Huyu hapa Majakunta yupo na waandishi wa habari anasimulia zaidi. Nafahamu, labda tuelezee tu taarifa ilivyokuwa, najua haupo huku, ili kufikiaje na nini hasa kipelekea kifo. Mimi mamangu anafanya biashara za samaki. Kwa huwa anasafiri kwenda kununua samaki, anakuja anauza, anafanya biashara zake. Kwa alikuwa yuko Lindi, ameenda kuchukua samaki wa maji baridi. Kwa bahati mbaya kule samaki wanavua usiku, ndo anakaanga, alafu wao ndo anaenda kufanya manunuzi. Kwa wakati yuko kule kwenye masoko, ndo kwa bahati mbaya akapata mshtuko, akaanguka. Kwa watu ambao alikuwa nao, alikuwa yeye na rafiki yake ambao wanafanya biashara zao wenyewe. Kwa yule rafiki yake ndo akawa anajaribu kutafuta sisi, lakini akajaribu pia kutafuta dokta. Dokta alipoenda kumwangalia ni kitu kama cha dakika 20 tu, akasema ameshafariki. Kwa namshukuru Mwenyezi Mungu. Pole sana. Aliwahi kuwa anasumbuliwa na matatizo ya moyo labda? No, mimi mamangu uzuri sijawahi kumuona mamangu anaumwa. Yaani mpaka hivi leo nimekuwa sijawahi kumuona anaumwa. Yaani hata homa. Yaani mimi mamangu alikuwa yuko strong sana kwa sababu ni mtu wa movement. Okay, of course labda pengine kabla ya kufikwa na mauti. Mlipata nafasi ya kuzungumza na nini ambacho mlizungumza, kama utakuwa na kumbukumbu vizuri? Mimi mamangu naongea naye sana na ni mtu ambaye tunapishana sana. Yaani kwa sababu mimi natafuta hela, mamangu pia amtafutaji. Kwa unajua mtu na mama yake wa hivyo tunakuwa tunapishana sana kwenye hela. Kwa nakumbuka mara mwisho aliniambia anataka kwenda kufunga mzigo. Kwa mimi sikumtumia hela. Kwa kana nitumie hela, ndo nakumbuka story ya mwisho tulikuwa tumeongea hivyo. Nitumie hela, mimi nishafika zini, kwa tuliishia hapo. Yani hakukuwa na tatizo kama anaumwa wala nini. Lakini alikuwa tu ameniambia nimtumie hela ili afunge mzigo. Kwa sasa nimeongea naye kama leo. Yaani kama leo, kesho usiku ndo napata hiyo taarifa ya msiba, kwa sababu hata kule ameenda kama na siku 4 hivi.